Jambo na habari za kuamka wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News, na natumaini kwamba mmeamka salama pote mlipo mnapoendelea kufuatilia habari zetu kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Basi katika taarifa yetu ya habari za muda huu tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan za vita kati ya waasi wa Twirwaneho Tabara wanaungwa mkono na M23 pamoja na wapiganaji au wanajeshi wa RDF kutoka huko nchini Rwanda, wakipambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile tutakuunga moja kwa moja na habari toka pembe zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tunakuomba kuwa nasi au kubaki nasi paka mwisho. Tuanze na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini. Mamlaka za mkoa wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimehakikishia wananchi kuwa hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo inaendelea kuwa tulivu licha ya uvumi unaosambazwa kuhusu hali ya kiusalama. Makamu gavana wa Kivu Kusini ambaye pia ni gavana wa muda Jean-Jacques Elakano amesema kuwa hakuna sababu za wananchi kuwa na hofu, hasa wakazi wa wilaya ya Fizi na Uvira. Kiongozi huyo alieleza kuwa taarifa zinazoenezwa na baadhi ya watu kuhusu kuzorota kwa usalama hazina msingi na zinalenga kupotosha umma. Akizungumza baada ya mkutano wa kamati ya mkoa ya usalama uliofanyika Jumatatu tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika ofisi ya gavana mjini Uvira, Monsieur Jean-Jacques Elakano amesema vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama FARDC vinaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi na Uvira. Ameongeza kuwa wanajeshi hao wanaendelea kujilinda na kukabiliana na udhabiti wa vitisho vyovyote vinavyoweza kuhatarisha amani na usalama wa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operations za kijeshi zinaendelea vizuri na zinalenga kuhakikisha utulivu unaimarishwa katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama. Vile vile viongozi wa umma wa usalama wamewataka wananchi kuendelea kwa watulivu, kushirikiana na vyombo vya dola na kutegemea taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika badala ya kuamini uvumi unaosambazwa kupitia njia mbalimbali za mawasiliano. Kauli ya serikali ya mkoa inakuja wakati ambako baadhi ya taarifa zilikuwa zikizua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Fizi na Uvira kuhusu hali ya usalama katika maeneo hayo. Hata hivyo, mamlaka zimeendelea kusisitiza kuwa hali iko chini ya udhibiti na kwamba juhudi zote zinafanyika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unaendelea kulindwa. Hiyo ndio ilikuwa ripoti kuhusu hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kurejesha udhibiti wa maeneo matatu muhimu ya kimkakati katika eneo la Minembwe kufuatia mashambulizi ya kujibu yaliyofanywa chini ya operesheni ya Sokola Pili Sud Kivu katika milima ya juu na ya kati ya wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni ya FARDC Sud Kivu, yani Kivu Kusini, Suletnambo Kalonjerigene, amesema kuwa vikosi vya serikali vimefanikiwa kutoa tena maeneo ya Kimeti, Wihene na Kashamata. Maeneo haya yalikuwa yamepotezwa kwa muda baada ya mapigano makali dhidi ya muungano wa waasi unaojumuisha M23 Twirwaneho na RDF pamoja na Red Tabara. Jeshi linaeleza kuwa operation hiyo ya kujibu ilifanyika baada ya vikosi vyake kulazimika kujiondoa kwa muda kutokana na mashambulizi makubwa ya waasi. Hata hivyo, baada ya kupanga upya vikosi vyake, FARDC ilianzisha mashambulizi iliyowezesha kurejesha maeneo hayo muhimu, huku likidai kuwa wapiganaji wa muungano huo walazimika kurudi nyuma kuelekea maeneo ya Rugezi na Bigaragara. Wakati huo FARDC limeshtumu Rwanda kwa kile inachodai kuwa ni mashambulizi ya anga yanayotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani ya aina ya TBD na TB3 dhidi ya kijiji cha Bijaga na maeneo yanayozunguka mashariki mwa Point Zero. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, eneo hilo bado linashikiliwa na kundi la Twirwaneho. Kwa mujibu wa takwimu awali zilizotolewa na msemaji wa jeshi, mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya raia 18 na majeruhi wengine
15 wakiwemo wanawake na watoto. Majeruhi hao wanaendelea kupatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Kanguli. FARDC, jeshi la taifa, linaeleza kuwa mashambulizi dhidi ya raia yanakiuka sheria za kimataifa na za kibinadamu, na imezitaka taasisi za kimataifa kuchunguza na kurekodi matukio hayo ili wahusika wawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Jeshi limewahakikishia wananchi wa maeneo ya Fizi, Mwenga na Uvira kuwa linaendelea kuimarisha operesheni za kijeshi kwa lengo la kuimarisha usalama, kulinda maisha ya raia, kurejesha utulivu katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na mapigano. Hata hivyo, madai yaliyotolewa na FARDC kuhusu mashambulizi hayo na hatua za kijeshi bado hazijathibitishwa kwa njia huru, na pande unaotuhumiwa haujatoa tamko rasmi kuhusu tamko hizo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu 4 vijana wameuawa katika kijiji cha Iula kilichopo katika groupment ya Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mauaji hayo yalitokea Jumapili tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026 baada ya vijana hao kushutumiwa kuwa wanashirikiana na makundi ya kujilinda wanaojulikana kama Wazalendo. Taarifa hiyo imethibitishwa na viongozi wa kimila wa groupment ya Kisimba ambao wanasema kuwa vijana hao walinyongwa au kuuawa kwa risasi na wapiganaji wa muungano wa M23 kabla ya kuzikwa siku hiyo hiyo katika kijiji cha Iula. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, makundi hayo yamekuwa yakitoa tuhuma mara kwa mara dhidi ya baadhi ya wakazi, wakiwatuhumu kushirikiana na Wazalendo au jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hali hiyo, kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, inaendelea kueneza hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku wengi wakihofia kukamatwa au kushambuliwa bila ushahidi wa wazi. Vyanzo vya ndani vinaeleza pia kwamba katika miezi ya hivi karibuni raia kadhaa wamekamatwa kwa madai kama hayo, lakini hadi sasa haijajulikana walipo. Familia zao zinaendelea kusubiri taarifa kuhusu hatima yao, huku zikieleza wasiwasi mkubwa juu ya usalama wa wapendwa wao. Katika sehemu kubwa ya wilaya ya Walikale ambayo iko chini ya udhibiti wa M23, wakazi wanasema maisha yao yanaendelea kuwa ya hofu kutokana na matukio ya ukosefu wa usalama. Wanaripoti kuwepo kwa visa vya kukamatwa kwa raia, mauaji yanayodaiwa kufanywa bila kufuata taratibu za kisheria, pamoja na hofu ya kulipizwa kisasi kwa yeyote anayeshakiwa kushirikiana na upande wa serikali au Wazalendo. Hata hivyo, hadi wakati taarifa hii imekuwa imetolewa, M23 haijatoa tamko rasmi kujibu madai hayo. Kutokana na hali hiyo, taarifa kuhusu mazingira ya tukio hilo bado haziwezi kuthibitishwa kwa njia uhuru. Mashirika kutetea haki za kibinadamu na wadau wa kimataifa wanaendelea kutakiwa kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika maeneo yanayoathiriwa na vita, huku wananchi wakihitaji ulinzi zaidi na kuheshimiwa kwa haki zao za msingi. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hofu imeendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa groupment ya Walwayangu na Kisimba katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuripotiwa kuonekana kwa ndege isiyo na rubani maarufu kama drone katika anga la maeneo hayo mapema Jumapili tarehe 5 mwezi wa 7. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, ndege hizo zilianza kuonekana angani kuanzia saa 9 za usiku, zikizunguka katika maeneo tofauti na kuzua taharuki miongoni mwa wananchi waliokuwa wakihofia kuzuka kwa mashambulizi mapya. Katika groupment ya Walwayangu, wakazi wanasema ndege hizo zilionekana zikiruka juu ya maeneo ya Ngenge, Kailenge na Buimba. Tukio hilo limeripotiwa kutokea siku moja baada ya maeneo ya Buimba na Muunda katika kijiji cha Mitwa kushuhudia mashambulizi yaliyolenga nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya Wazalendo. Kwa upande wa groupment ya Kisimba, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa ndege hizo zilionekana pia katika anga la mimili wa Mpeti hadi Minjenje, hali inaongeza hofu kwa wakazi wa maeneo hayo. Viongozi wa kimila wa Walwayangu na Kisimba wamezitaka huduma za usalama kubaki katika hali ya tahadhari na kuongeza ulinzi katika maeneo hayo. Kwa mujibu wao, kuruka kwa ndege hizo kunaweza kuwa ni sehemu ya uchunguzi wa eneo kabla ya kufanya mashambulizi kulenga nafasi zinazoshikiliwa na FARDC pamoja na wapiganaji au wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo.
Hata hivyo, tathmini hiyo ni ya viongozi wa eneo hilo na haijathibitishwa rasmi na vyanzo uhuru. Hali hiyo inaonyesha kuwa mazingira ya usalama katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini inaendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo na waasi wa M23 yakiendelea kuripotiwa mara kwa mara. Mpaka sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa M23 kuhusu taarifa za kuonekana kwa ndege hizo zisizo na rubani. Wakati huo, wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka za kuimarisha usalama na kulinda maisha pamoja na mali za raia wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na vita. Tuendelee na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu wasiopungua wawili wameuawa baada ya kutekwa nyara na watu wenye silaha katika kijiji cha Kabanda kilichopo katika mji wa Kibirizi chini ya utawala wa jadi wa Bwito wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026, wakati wanaume hao wawili ambao wote walikuwa ni baba wa familia walipotekwa na watu wenye silaha majira ya saa 2 usiku na kupelekwa kusikojulikana. Asubuhi ya Jumapili mili yao ilikutwa karibu na kijiji cha Kabanda. Ugunduzi huo uliwakasirisha wakazi wa eneo hilo ambao walikusanyika na kuandamana kuelekea ofisi ya kijiji wakitaka mamlaka za eneo kuchukua hatua za haraka kuwabaini na kuwakamata waliohusika na mauaji hayo. Kutokana na tukio hilo, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zilitatizika kwa siku nzima, huku wananchi wakisisitiza kuwa haki itendeke na usalama urejeshwe katika eneo lao. Wakazi wanasema wanaishi katika hofu kutokana na kuongezeka kwa matukio ya watu kushambuliwa na watu wenye silaha. Hadi sasa sababu za mauaji hayo bado hazijajulikana na pia hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu utambulisho wa wahusika. Tukio hili limeongeza wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa Kabanda na maeneo ya jirani, hasa ikizingatiwa kuwa katika wiki ya hivi karibuni hali ya usalama katika mji wa Kibirizi ilikuwa imeanza kuonyesha dalili za kuimarika. Hata hivyo, wakazi wanaeleza kuwa matukio ya uvamizi ya watu wenye silaha yanaendelea kujirudia mara kwa mara. Wanahofia kwamba hali hiyo inaweza kuendelea kuzorota ikiwa hatua madhubuti za kuimarisha ulinzi hazitachukuliwa. Ikumbukwe kuwa mwezi uliopita tukio jingine la aina hiyo iliripotiwa katika eneo hilo ambako watu wenye silaha waliwateka waumini wawili wa kanisa la Adventist waliokuwa porini na kupora mali mbalimbali zenye thamani. Tukio hilo kama ila sasa lilizua hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kuibua maswali kuhusu hali ya usalama katika eneo la Kibirizi. Wananchi sasa wanatoa wito kwa vyombo vya dola kuongeza doria za usalama, kuharakisha uchunguzi wa matukio haya na kuhakikisha wahusika wote wanafikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kurejesha amani ya wananchi na kulinda maisha ya raia. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kunaendelea matukio mbalimbali kati ya waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, vile vile waasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoungwa mkono na AFC M23 pia wakisaidiwa na jeshi kutoka huko nchini Rwanda. Asante mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi paka mwisho wa habari yetu hii ya muda huu. Ukitaka kuwasiliana nasi basi tuandikie kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na kisha utufahamishe unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo ndipo unaweza ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Tuandikie kwenye njia ya WhatsApp na hapo ukawasiliana moja kwa moja na Congo Post News, na hapo tukabadilishiana maneno au katujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani. Asante. La réunion du comité provincial de sécurité que nous avons eu l'honneur de présider, l'objet beaucoup plus, c'était d'analyser, d'évaluer la situation et de rassurer l'ensemble de notre population. Que la situation est relativement calme, la situation est sous contrôle. Notre peuple doit prendre conscience que nous sommes une province en guerre et que nous devons faire confiance à notre armée. Notre armée se comporte très bien. Baraka-Ville, comme Fizi Centre et partout ailleurs,
ces villes ne sont pas du tout menacées. Mais alors, nous condamnons l'utilisation excessive des drones par le Rwanda. Pour la première fois, le Rwanda s'est permis de tirer les drones dans notre territoire, dans notre province, à partir du Rwanda. Et ces drones ont eu des conséquences néfastes parce que nous enregistrons beaucoup de morts parmi les civils, plus de 19 personnes. Ça, nous condamnons de la manière la plus catégorique. Le gouvernement central a pris à bras le corps la situation qui se passe dans les hauts plateaux de Fizi et Uvira. Et dans les jours à venir, vous allez voir, là, il y aura un renversement de la situation parce que pour le moment, l'armée fait tout pour contenir l'ennemi, pour que l'ennemi ne puisse pas aller en balade. Mais nous n'allons pas aussi nous laisser faire. Donc l'armée est appelée à se défendre. Donc ici, nous allons mettre en place des stratégies pour protéger notre population, les personnes et leurs biens. Et en cela, je félicite vraiment l'armée et je demande encore une fois à notre population de ne pas céder à l'intox. Tout le monde se fait communicateur. Mais parmi ces communications-là, il y a des communications qui vont dans le sens de nuire ou de relayer les messages de l'ennemi. Point zéro n'est pas occupé par l'ennemi. Point zéro n'est pas occupé. Je suis mieux placé pour le dire parce que moi-même, tout en étant vice-gouverneur, je suis le député national élu de Fizi. Et donc, je connais comme ma poche tous ces villages. Donc, notre armée n'a pas fui. Notre armée est là et notre armée est déterminée. C'est l'occasion vraiment de remercier les militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit, mais aussi féliciter nos frères Wazalendo. J'aimerais m'adresser à ces derniers que nous ne pouvons pas réussir s'il n'y a pas une unité de commandement parmi les Wazalendo. Ils doivent accepter d'être sous la coordination de l'armée. Et je remercie beaucoup plus le gouvernement central parce que nous avons eu les rapports que la restauration des Wazalendo est arrivée et les commandants Wazalendo, chacun à ce qui lui concerne, ont reçu une enveloppe de Kinshasa. Nous espérons que dans les jours à venir, nous viendrons vous dire que l'ennemi n'est plus là.